Yes, glory to God. Praise the name of living God. Bwana Yesu asifiwe. Nikukaribishe wewe ambaye ni mfuasi au msikilizaji wangu. Popote ulipo na kusalimu katika jina la Yesu. Nimshukuru Mungu kwa ajili yako, nishukuru Mungu kwa ajili ya afya yako. Nishukuru Mungu pia kwa ajili ya uzima wa milele ambao ameweka ndani yetu. Hakika Mungu wetu ni Mungu wa dhamana. Ni Mungu wa kipekee ambaye tunajifunia milele. Glory to God. Hallelujah. Ninayo furaha kabisa, ninayo furaha kama mtumishi wa Mungu. Kwa moyo mmoja kabisa kwamba na kushukuru wewe ambaye umekuwa mwaminifu kuweza kutusikiliza. Wewe ambaye umekuwa na bidii, wewe ambaye umetambua kwamba Mungu yupo. Wewe ambaye umetambua kwamba kupitia kujifunza hakika mtu anapata maarifa, na yale maarifa inasalisha ufahamu wa kweli, ufahamu wa Kristo ndani ya maisha yake. Na kushukuru kabisa kwa ajili ya kujitoa kwako, na kushukuru kwa ajili ya wewe kutufanya sisi kuwa walimu wako. Unajifunza pia kwetu kwa makini na kwa usikifu mkuu. Niseme kwamba Baba wa amani, Mungu wa amani aweza kukubariki, akuinue, akusitishe kabisa katika kasi yake, akusimamishe uwe imara katika fundisho. So kama mtumishi wa Mungu leo pia nafurahia, maana ni siku njema kabisa kama leo, na nakukaribisha katika mikutano yetu ya ibada. Kama tuseme kwamba upo Kawangware, aidha uko Kawangware unahitaji kujifunza, uko Kawangware unahitaji kujifunza na kukua katika neno na roho. Upo Kawangware unatafuta kukua katika neno na roho, una shauku ya kumtumikia Mungu, nikuulize. Uko hapa Kawangware, uko area sa Kangemi, uko area sa Satellite, uko area sa Kongo, Katina, kule pande sa Udhiru, Kawangware na vitongoji vyake, au maeneo ambayo unaweza ukatufikia, na unatamani kukua katika neno na roho, na una shauku ya kumtumikia Mungu, nikualike kwamba hapa kwetu pia ni mpango mzuri wa Mungu. Ni mpango mzuri hakika wa Mungu kwako. Sisi ni moja wa kanisa ambalo tumejitoa kufundisha kweli, kuweza kufanya study hakinifu kweli ya neno la Mungu, kukufundisha taratibu na polepole ili upate kujifunza vizuri, kuchambua maandiko moja kwa moja ili tukaweza kukuletea kweli za Injili. Maana utakapojua kweli ya neno la Mungu, hiyo kweli itakuweka huru. Hautajikuta kwenye vipeperushi au mawimbi ya upepo ya kila aina ya elimu, kutojielewa na kutojijua. Leo hii watu wanaambiwa njoo tu waweze kurejeshewa nyota au wasafishiwe nyota na mambo mengine. Lakini ukijifunza vizuri utakundua mitume hilo si fundisho la mitume kabisa. Hata Yesu hajawahi fundisha wala kurudisha nyota au kuweza kusafishiwa nyota. Nyota inayoitwa nyota ya Yesu, kumbuka Yesu alikuwa ni mtoto. Nyota haikuonekana kwenye maisha ya Yesu. Nyota ilionekana juu angani na ikawaongoza wale mamajusi, wale wakanga, wale mamajusi, wale washiriki, wale wanajimu, wale wasoma nyota wale. So ilikuwa juu ya anga na ikawaelekeza kwa nani? Penye Yesu amesaliwa. Na ndio sababu wakati ambapo mamajusi waliingia kwenye nyumba ya Herode, nyota ile ilipotea. So inaonyesha kwamba mamajusi si watu ambao walikuwa wameamini Kristo, kwa sababu mtu ambaye amemwamini Kristo hategemei vitu vinavyoonekana ili apate kuongozwa. Mtu ambaye amesaliwa mara ya pili anamtegemea roho wa Mungu, anategemea neno lililoandikwa. So Mungu amekaa ndani yetu kupitia Kristo Yesu, na Kristo Yesu yuko ndani yetu kama roho wake au roho wa Mungu. Tunapoita roho wa Mungu tunataja Mungu. So ni Mungu anakaa ndani yetu, so anatuongoza sisi kupitia ndani yetu. So Mungu ategemei mtoto wake amuongoze mtoto wake kupitia vitu vinavyoonekana.
Vitu vinavyoonekana, ishara, miujiza na maajabu zile, ni kwa wale ambao hawaamini Injili. Mwamini hahitaji ishara ndio apate kuamini. Mwamini hahitaji miujiza ili apate kuamini kwamba Mungu yupo. Mwamini mtu ambaye ameamini katika kufa, mauti ya Kristo, kusikwa, kufufuka siku ya tatu pamoja na Kristo kuketishwa. Glory to God. So mafundisho yako mengi leo duniani, lakini taratibu tufuatilie, utapata kweli, na hii kweli itakutoa kwenye vifungo vinavyoitwa vifungo vya madhabahu. Wanaviita sijui kupomolewa madhabahu, kutolewa kwenye sijui nini na nini na nini. Mimi nataka kuambia kwamba mtu aliyeamini Injili kwa ndani ya Kristo, maanake ndani ya Kristo umelindwa. So hakuna ukanga wala ujawi juu ya Israeli kama mwana wa Mungu. So sisi kama watumishi wa Mungu, sisi kama watu tuliokoka, sisi tulio ndani ya Yesu Kristo, manake ukanga na ujawi uko chini ya miguu yetu. Shetani yuko juu ya miguu yetu. So hatuwezi tukaokopa kwa sababu aliye ndani yetu ni mkuu. Na zaidi ya yote tumelindwa na Kristo, tumelindwa na nguvu zake. Manake adui hana uwezo wa kututoa ndani ya Kristo ili aweze kutuangamiza. Ndio sababu Kristo alipokufa alienda kuzimu. Kuzimu ni mahali pa wafu, ni area la kiroho. Watu wanaokufa walikuwa wanaenda kule. Kabla Kristo kuja, watu wote walienda kule. Waliokuwa wanaamini katika ahadi ya Kristo, ni ahadi ya Mungu, na wale ambao walikuwa hawaamini, wote walikuwa katika eneo moja linaitwa kuzimu. Lakini kulikuwa na separation kule kuzimu. Ndio ukiangalia scenario ama story ama mfano wa Lazaro na yule tajiri na Ibrahimu. Lazaro maskini kwenye kifua cha Ibrahimu. Utaona kwamba tajiri alikuwa mahali pa chini, anaangalia mahali pa juu, na anamuona Ibrahimu akiwa amempepa Lazaro kwenye kifua chake, kuonyesha kwamba wote walikuwa kuzimu. Lakini baada ya Kristo kufufuka, alifufuka na wale ambao walikuwa wameamini katika ahadi ya Mungu tangu mwanzo, akina Ibrahimu, akina Enoko, wote wale walikuwa wameamini katika ahadi ya Mungu, walifufuliwa. So leo baada ya Kristo kufufuka kuzimu, maana Kristo anapofufuka anatoka na wale ambao walikuwa wa imani, wale ambao walikuwa wamehesabiwa haki kwa imani. So wale walipaki kule na wale ambao walikuwa hawajaamini Injili, hawajaamini ahadi ya Mungu. So kuanzia baada ya Kristo sasa amefufuka, hayuko kaburini tena, ametoka kuzimu, maanake ameshinda mauti. Wote ambao wanakufa leo wakiwa hawajaamini Injili wanaenda kuzimu. So kuzimu inakuwa ni mahali pa ngoja kwao, kama vile ambavyo ilikuwa mahali pa waiting kwa ajili ya wale ambao walikuwa wanaamini katika hati kwamba Kristo atakapofufuka atawatoa kuzimu. Walikuwa wanaamini katika hilo. So leo hii wale ambao wanakufa kama hawajaamini Injili wanaenda kuzimu, wakingojea hukumu ya milele. So kuzimu, mauti na kuzimu zote zitakuja kuondoshwa, siweko katika, sipotezwe, siangamizwe katika siwa la moto ama siwa liwakalo moto. Glory to God. So sisi ni moja wa kanisa ambalo tumejikabidhi, tumejitoa kwamba tuweze kufundisha kweli ya Injili. So uko mahali unatafuta kanisa nzuri ambalo linamwabudu Mungu katika roho, linamwabudu Mungu katika uhalisia, linamwabudu Mungu ama linafundisha kweli ya Injili. Sisi ni moja wa hilo kanisa. Tunafundisha kuhusu habari njema ya neema ya Mungu. Na ukijifunza masomo yetu kwa makini na ukafuatilia kwa makini, hakika inakuacha huru. Glory to God. So kanisa letu ni God's Glory Believers Community Church. Ni kanisa lako, ni kanisa lako kabisa. Unakaribishwa siku zote, unakaribishwa wakati ambapo una nafasi. Njoo tujifunze pamoja. So ni mahali pa familia yako. Karibu na tunakukaribisha. Tunakukaribisha katika ibada zetu za kila Jumapili kuanzia 2:30 asubuhi kuendelea. Njoo tuweze kujifunza pamoja. Maelezo zaidi ya jinsi ya kufika unaweza kutupikia simu kwa namba hii 0726967174 0726967174. Tunakukaribisha. Tuko Kavangwale, maeneo ya Matiapa. Ukifika pale unauliza penye mti, njia kuingia kwenye mti kubwa kwa MCA. Teremka na hiyo njia, teremka na pita mti kubwa, pita hiyo junction, teremka, utaona kiwanja pale kwenye mkono wako wa left. Alafu utaona kanisa la mapati.
limepakwa blue na tumeandika China Courts Glory Believers Community Church. Au ukifika Kavangwalo, pika simu namba hiyo ambayo nimekupa pale, tutakuelekeza na utafika salama. Njoo tujifunze pamoja. Siku ya Thursday pia tunakuwa na ibada ya maombi. Njoo tuweze kushiriki pamoja katika hiyo ibada, na tunamuona Mungu kabisa na kupenda na upendo wa dhati, upendo wa Mungu. Na nashukuru pia kwa wewe unayetufuatilia, na pia usisahau kushirikisha watu wengine kwenye mafundisho haya. Washirikishe, waambie kwamba kuna channel ya Courts Glory ambayo inafundisha mafundisho ya neema ya Mungu, na tunatamani tujifunze pamoja. So usisahau pia kusubscribe kama hujasubscribe. Kumbuka hilo, na shirikisha wengine na uweze kuwashauri kwamba wasubscribe, ili tunatamani tufike viewers ambao wa subscription ambao wanahitajika, ili tuweze kwenda YouTube live. Uwe unatupata live popote ulipo. So usisite, njoo tushiriki pamoja siku moja. Njoo uwe pia unatamani kuwa familia yetu, njoo kabisa, tunakukaribisha. Wewe ni mtu wa dhamana, na Mungu wa amani anakupenda sana. Mungu wa amani anakupenda sana. Mungu wa amani anakupenda sana. Nakushukuru. Wewe ni mtu wa dhamana kwangu. Wewe ni mtu wa dhamana kwa Bwana Yesu. Nakupenda na upendo wa kipekee. Baba amekubariki milele. Until tutakapokutana hapa kwenye hii channel. Karibu. Kristo ni Bwana. Amen.